cha kutumaini sina ila ndani yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. kwake Yesu Nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Niwaombe viongozi wa dini pamoja na waumini na wananchi kwa ujumla. Hapa tumekaa kwa utulivu namna hii kwa sababu nchi yetu ina amani. Taifa hili lina umoja, lina upendo, lina ushirikiano. Na leo tumempokea kiongozi wetu mkuu Pastor Rugoli, na yeye amekiri kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani tukiwa ndani. Lakini jambo la pili, tulinde usalama katika mkoa wetu. Tusikubali viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani ndani ya mkoa huu. Madhara yake ni makubwa. Wajibu wa serikali ni kushirikiana na wananchi kwenda kulinda amani, usalama na utulivu ndani ya nchi na ndani ya mkoa. Yapo baadhi ya maeneo mnakumbuka kuna vurugu zilitokea zikaleta madhara makubwa ikiwemo pale Busega. Lakini tumefuatilia lile jambo, limechunguzwa kwa kina na mlipata taarifa kwenye vyombo vya habari kwamba waliochochea vurugu hakuna hata mmoja aliyepata madhara. Madhara yalienda kwa familia za kawaida. Niwaombe sana, kama kuna mtu atakuja, atapita, atahamasisha uvunjifu wa amani, sisi tulinde amani tulionayo. Waumini tulioko hapa tukatae uvunjifu wa amani wa aina yoyote. Vyama vya siasa vipo, kila mmoja ana chama chake, lakini kila chama kikahubiri amani ya taifa letu. Mwaka huu tuna uchaguzi ndani ya taifa hili. Niwaombe wananchi, shirikini uchaguzi. Uchaguzi ni jambo la kikatiba, lipo ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Na maandiko yanatuambia tuheshimu na tutii mamlaka zote zilizopo wapi? Hayo ni maandiko. Tusikubali kuingia kwenye mtego watu wanaohamasisha msishiriki uchaguzi. Shirikini uchaguzi ili tuzidi kupata maendeleo, lakini kushirikiana katika shughuli mbalimbali.